Mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya na ya hatari baada ya pande zote mbili kutekeleza mashambulizi mapya ya kijeshi yaliyotikisa eneo la Mashariki ya Kati. Wakati Marekani ikiendelea na operesheni zake za ndani ya Iran, Tehran nayo imejibu kwa mashambulizi dhidi ya vituo vinavyotumiwa na vikosi vya Marekani katika nchi kadhaa za kanda hiyo. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, CENTCOM, vikosi vya Marekani vilifanya awamu ya pili ya mashambulizi dhidi ya malengo mbalimbali ya kijeshi ndani ya Iran. Marekani ilisema operesheni hiyo ililenga mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya ufuatiliaji wa kijeshi na maeneo ambayo yalionekana kuwa tishio kwa usalama wa wanajeshi, pamoja na meli za biashara zinazopita katika Ghuba ya Uajemi. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisisitiza kuwa vikosi vya Marekani vimeendelea kuwa katika hali ya tahadhari ya juu na viko tayari kujibu tishio lolote linaloweza kujitokeza. Pamoja na taarifa hiyo, jeshi hilo lilisambaza video zikionyesha makombora ya Tomahawk yakirushwa kutoka katika meli za kivita kuelekea malengo yaliyoko ndani ya Iran. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa watu kadhaa walijeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo. Maafisa wa Iran walisema baadhi ya maeneo yaliyo karibu na mji mkuu wa Tehran yalilengwa, huku miundombinu ya kijeshi ikipata uharibifu wa kiwango tofauti. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa watu kadhaa walijeruhiwa kufuatia mashambulizi hayo. Maafisa wa Iran walisema baadhi ya maeneo yaliyo karibu na mji mkuu wa Tehran yalilengwa, huku miundombinu ya kijeshi ikipata uharibifu wa kiwango tofauti. Muda mfupi baada ya mashambulizi ya Marekani, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilitangaza kuanza operesheni za kulipiza kisasi dhidi ya maslahi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Iran ilisema hatua hiyo ni jibu la moja kwa moja kwa kile inachokiita uchokozi wa Marekani dhidi ya ardhi yake. Katika taarifa yake, IRGC ilidai kuwa ilizishambulia kambi kadhaa zinazotumiwa na vikosi vya Marekani nchini Kuwait na Bahrain. Aidha, Iran ilisema ilirusha makombora ya plastiki kuelekea kituo cha anga cha Al-Arzaq nchini Jordan, kituo ambacho kimekuwa kikitumika na vikosi vya Marekani katika operesheni zake za kikanda. Iran ilieleza kuwa mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri na udhibiti wa operesheni za kijeshi pamoja na miundombinu inayohusishwa na shughuli za Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo, mamlaka za Marekani, Jordan na Bahrain hazijathibitisha mara moja kiwango cha uharibifu au madhara yaliyosababishwa na mashambulizi hayo. Wakati huo huo, hali ya tahadhari imeongezeka katika nchi mbalimbali za Ghuba. Serikali ya Kuwait ilitangaza kufunga anga yake kwa muda kama hatua ya kuimarisha usalama, huku ndege kadhaa zikielekezwa kutua katika viwanja mbadala vya ndege. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa mzunguko huu wa mashambulizi na majibu ya kulipiza kisasi unaweza kuongeza hatari ya mzozo mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Eneo hilo tayari limekuwa katika hali ya taharuki kutokana na migogoro ya muda mrefu inayohusisha Iran, Marekani na washirika wao. Kadri hali inavyozidi kuendelea kubadilika, macho ya dunia yanaelekezwa katika hatua zitakazofuata kutoka Washington na Tehran. Hofu kubwa iliyopo sasa ni kwamba mashambulizi hayo yanaweza kusababisha vita pana zaidi ambavyo vinaweza kuathiri si tu Mashariki ya Kati, pia uchumi na usalama wa dunia kwa ujumla.